Uoga watanda Ikuluni baada ya Rais William Ruto kupokea ujumbe mbaya wa onyo kutoka Uingereza kufuatia kifo cha Boniface Kariuki. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Serikali ya Uingereza imetoa taarifa kali ya kulaani jinsi serikali ya Kenya inavyoshughulikia maandamano ya kupinga utawala wa Rais William Ruto kufuatia visa vya unyanyasaji wa polisi vilivyoshuhudiwa jijini Nairobi na miji mingine. Kupitia ubalozi wake jijini Nairobi, Uingereza imeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakitekeleza haki yao ya kikatiba kwa njia ya amani. Tahadhari hiyo ya kimataifa imechochewa na tukio la kusikitisha la mchuuzi mwenye umri wa miaka 22 kwa jina Boniface Kariuki aliyepigwa risasi na afisa wa polisi mchana kweupe katika jiji la Nairobi. Tukio hilo lilinaswa kwenye video ambayo ilisambaa mitandaoni ikionyesha maafisa wawili wa polisi wakimkabili kijana huyo kabla mmoja wao kumfiatulia risasi kwa karibu, hatua iliyozua hasira na mshtuko mkubwa kwa umma. Maandamano ya Jumanne yaliyochochewa na hasira za wananchi dhidi ya kile kinachodaiwa kuwa ukosefu wa uwajibikaji wa polisi yalibadilika kuwa vurugu baada ya maafisa wa usalama kudaiwa kuwashambulia waandamanaji. Mashinikizo kutoka kwa umma yanazidi kutaka kujiuzulu kwa naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat, ambaye anahusishwa moja kwa moja na msururu wa matukio ya ukatili yanayoendelea. Kwa mujibu wa Uingereza, kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama kunahitaji uchunguzi wa haraka, huru na usio na upendeleo dhidi ya maafisa waliotajwa kuhusika na vitendo hivyo vya kikatili. Viongozi wa Uingereza wamesisitiza kuwa ni muhimu kwa serikali ya Kenya kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha uwajibikaji wa kweli unatekelezwa kwa mujibu wa sheria. Mashirika ya haki za binadamu nchini Kenya pia yameingilia kati. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNCHR imeripoti kuwa zaidi ya watu 20 walijeruhiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika katika mji wa Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale. Ripoti hii inasema kuwa majeraha mengi yalitokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi ya polisi. Aidha, tume hiyo imetaja kuwepo kwa wanaume wasiojulikana waliokuwa wakiendesha pikipiki na kushambulia waandamanaji bila kuingiliwa na polisi, jambo linaloibua hofu juu ya uwepo wa wahusika wasio rasmi wanaoshirikiana na vyombo vya dola. Hali jijini Nairobi ilielezwa kuwa yasintofahamu baada ya kushuhudiwa kwa maafisa wa sare pamoja na watu waliovaa barakoa wakitumia nguvu kuwatawanya raia waliokuwa wakiandamana kwa amani. Kuonekana kwa wahuni waliodaiwa kuajiriwa na ambao walionekana wakizindikizwa na magari ya polisi kumezidi kutatanisha mpaka wa utekelezaji wa sheria na vitendo vya kihalifu. Na katika hali hiyo ya sintofahamu na ukosefu wa uaminifu wa taasisi za usalama, jamii ya kimataifa na mashirika ya ndani yanasisitiza haja ya kuwepo kwa mabadiliko ya kweli katika mfumo wa usimamizi wa sheria ili kuzuia hali kama hiyo kujirudia. Serikali inakabiliwa na shinikizo kubwa la kurejesha imani ya wananchi kwa mfumo wa usalama unaolinda raia badala ya kuwatisha.